Wapendwa, karibuni. Karibuni sana tena sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunasema Bwana Yesu asifiwe kwa sababu sote tunatembea na tunapumua kwa neema yake nani? Mungu. Ndio maana tunasema Bwana Yesu asifiwe. Kabla ya yote, ningeomba watu wote tusimame. Sawa, kama kuna mwanamama ambaye yuko tayari wa kutufungulia kipindi chetu hichi kwa maombi, tunaweza tukamkaribisha apite hapa mbele ili amwakilishe Mungu mahali hapa tulipo. Karibu. Haya, tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa sababu wewe ni mwema, tunakushukuru kwa sababu umetuwezesha. Tunakushukuru kwa sababu tumeiona asubuhi hii njema ambayo tulikuwa tutazamie kuiona, maana ni wengi hawapo walitamani kuiona lakini haikuwezekana. Sisi tumeiona, tunasema asante kwa sababu unastahili. Tunasema asante kwa kuwa unastahili. Wewe ni Bwana katika yote. Amen. Amen. Tukae. Sawa, niseme kwamba hawa ni vijana na kundi wa Pepake. Pepake maana yake ni wanafunzi ambao walisoma Amitié, wanafunzi wa elimu ya ulimaji. Ni wanafunzi pale walikuwa walimaji pale Amitié. Lakini waliona hawezi wakaishia tu kwa wanafunzi, wakaendelea na kundi yao kama vile wanafunzi. Walikuwa wakijumuika kila leo na iliwapendeza waweke tawi nyingine kama vile tawi ya msaada ya kuwasaidia wasiojiweza kwa jumla. Na tawi hiyo kwa Kiswahili hatuwezi tukasema sana kwa Kiingereza kwa sababu sio kila mtu ndo Mwingereza. Licha tumeandika kwa Kiingereza. Ni kwamba tawi hiyo inaitwa tawi la msaada duniani. Sio hapa tu, hata huko kwingine tunayo matumaini ya kwenda kufanya msaada kimataifa. Kwa hiyo siku ya leo tumejisikia tufike hapa ili kuwasaidia wasiojiweza. Lakini ndani ya yote yawezekana mtajiuliza sana, mbona fulani hatukumuelewa? Kundi hii na uongozi. Kundi hii na uongozi ambao kila kiongozi anafanya kazi kadiri na sehemu yake. Lakini pia kwenye uongozi kuna watu ambao sio waongozi, wenyewe nao wanaongozwa. Pia wote watatakiwa wafanye nini? Wajitambulishe. Kwa hiyo tutaanza na uongozi. Ningeomba sana uongozi wetu wote usogee hapa sehemu nilipo. Viongozi wasogee hapa. Sawa, au mnawaona hapa ndo uongozi, lakini tuko wengi. Wengine hawajafika, wamepata misiba na changamoto zingine huko. Kila mtu atasema jina yake na wazifu wake ule ambao anaufanyia kazi. Na kabla sijawakaribisha, yamkini labda mkasikia tunasema tu Kiswahili. Yoyote yule anajua lugha, kama ni Kirundi, kama ni Kibembe, kama ni Kifaransa, unakaribishwa kuongea. Uongee lugha ambayo unayojisikia wewe kama wewe. Sio kwamba eti mpaka Kiswahili tu. Inawezekana hata mimi naongea Kiswahili, kuna muda nitachenji naingia kwa Kibembe. Asante, karibu ndugu yangu. Jamani, habari za asubuhi tena. Salama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Baruani Raisi. Nakaa kwenye kijiji cha ya kwanza 5/21. Mimi ni mmoja wapo wa wanakamati kwenye kundi hili. Nafasi yangu mimi ndio mchunga hazina wa kundi hili. Asante sana. Asante. Sawa za asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Tongano Vitangacha. Mimi pia nipo kwenye nafasi ya uongozi na mimi ni mwananizamu pamoja na protocol wa hili kundi la Pepake. Asante sana.
Sawa, na huyo anayeongea hapa kwa majina anaitwa Juma Enosi Isaya au Munga kwa jina yangu ya mwisho kabisa. Anayeongea hapa ndio mshauri wa kundi hii ya Pepake, tena kama vile msemaji. Bwana Yesu asifiwe. Sawa, niseme shukrani sana kwa watu wote waliofika hapa. Mungu awabariki sana tena sana kabisa. Lakini pia bila kusahau kuna uongozi wetu ambao ndo unatubeba. Tuseme kwa lugha nyingine watu wanazoea kusema management. Anaitwa kwa jina ya Musa Akolo. Anaishi Marekani na leo hii ndo katufanya tuwe hapa. Tunamshukuru sana kwa mazuri na kwa ubora wake anaoufanya. Lakini pia tuna mwenyekiti hapa Nyarugusu ambaye anaitwa kwa jina ya Watoonda Emmanuel, anaishi Jean, ndio amepata changamoto ya msiba, ndio mwenyekiti wetu kabisa. Na tuna katibu wetu naye kapata changamoto zake, ndio maana hakufika, anaitwa Amani Safari. Hajafika, huyo ni mwenyekiti wetu, ni katibu wetu. Lakini siku ya leo sababu ya kuwaita hapa sio kubwa sana kivile. Tumejisikia siku ya leo tuwaite wasiojiweza, ndani yake wakiwa mayatima, malemavu na wengine kadhalika. Sababu ni hichi ambacho tunachokiona mbele, ni kwamba hapo mbele tuna ndoo, tuna bafu. Lakini ndani yake mna kilo 2 za mchele, mna sabuni 2 na mna nusu ya sukari. Kiufupi tungeomba sana ndugu zetu, baba zetu, kaka zetu, shangazi zetu mlio hapa, mtupokee kwa hichi ambacho kidogo tuko nacho. Sio kwamba tuna uwezo sana wa kumaliza kambi nzima, hamna. Lakini hichi kidogo ambacho tumekipata, tafadhali tungeomba mkipokee kwa moyo wa huruma. Lakini pia hao mnawaona hapa mbele ndo wanamemba wetu na ndo sisi tunawaongoza hao. Ingependeza si vema tu tuanze kugawa bila nao kujitambulisha hata kwa jina. Haitapendeza sana. Kwa hiyo niombe tu kila mmoja mmoja atajitambulisha kwa jina lake na kijiji anampa mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Na sisi sote ni Wakristo na kama ni Waislamu, salamu alaykum. Aya, mimi kwa majina naitwa Benia Ali, naishi kijiji cha Atwa 21/9. Mimi ni mwanamemba tu wa kundi hili la Pepake. Asanteni sana. Ongea mama, ongea muda. Muda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi naitwa Bahati Emerance, naishi B3 5/9. Mimi ni mwanamemba wa kundi ya Pepake. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina anaitwa Adija Kashindi, naishi kijiji cha LE 8/11. Mimi ni mwanamemba wa Pepake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Benton Diedone, naishi katika kijiji cha B3 9D. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Habari za asubuhi. Kwa majina naitwa Jean-Marie Barwani, natokea katika kijiji cha 1 klasi ya 6 prote ya pili. Abenu mwabyo mwabyo longe ine wamane mena nikiwochi wa Elia Shabani nikioishi me class ta yenda prote umine vinachi nilimona memba wa kawaida Pepake. Asante. Sawa, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Heri Ramazani, naishi hapa D1 ndo nyumbani. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina.
Samahani kwa kutumia hivyo kwa sababu kanisa ni nyingi. Ya, kwa majina naitwa Kashini Lubangwe, naishi PD 1/11. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Kwa majina naitwa Celestin Willy, naishi Bede. Mimi ni mwanamemba wa kawaida tu wa PayPack. Amena. Sawa, asante, tunashukuru. Niseme kwa utaratibu ambao tutagawa ni kwamba kila mtu anakuaga na chake ambacho anapenda yeye kama yeye. Yawezekana huko ndani wapo wanapenda mimi nipate ndoo, mimi beseni. Lakini ni kwamba tutaenda hivi. Acha mngekana hapo. Pale kwa yule mwanamemba ataangukia kwamba mama chukua hichi au mzee chukua hichi au fulani chukua hichi. Rizika na hicho. Kwa sababu hatutaweza wewe upewe hichi havikuenea vingekuwa basi eti ndoo zimeenea sawa sawa, beseni zimeenea sawa sawa ndo tungegawa hivyo. Lakini havijaenea. Sasa wewe ukipewa ndoo rizika. Ndani ya ndoo ni vile vile viko kwenye beseni tu. Kwa niombe tu tuanze na utaratibu wa kuita bila kukawiza watu hapa. Kwa sababu shughuli ni nyingi, mikutano na mengineyo. Kwa hiyo tuanze tu na utaratibu wa kuita watu ili yule atakayesikia jina yake anafika hapo anachukua, na kidogo tuseme hichi na ile kushukuru. Sio wote watashukuru, lakini yawezekana utaambiwa mama acha nashukuru au kaka shukuru, ili yule ambaye muhusika kule aliyetusaidia naye aone eti kweli walifanya kazi huko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema kwa kushukuru sio Kiswahili tu, hata Kibembe sawa, Kirundi sawa, nini sawa. Lugha yote unaifahamu ongea. Bwana Yesu asifiwe. Mtu kuja kupokea kitu.
Abachangiwe. Abachangiwe ronge. Sawa. Twakanya sana lakini kabla ya vyose nabatuia tubocha tu mwenyekiti aula icha matatizo lakini aula atenda mpaka ngabeo. Kwa tunamkaribisha kwanza. Karibu.
abe chanjiwe abe chanjiwe longi ya na linganya ine mwenyekiti wa ino kundi na ula nyuma lomba kwani shina matatizo shike bana ne basangwa batende bya nyuma nishilema matatizo manga ubakanya ine lakini changana bibe namona nichwe shina osaitwa nichwe ana tachimo dakika chisatu ubibyo nimokanyamanga benu bose ika ula ntibitwalo mubocha naye tonatenda twakanyamanga lenu yola na ini chichito ete mucha anyayo bibyo nafikiri eto akwanza betuyanja misaada bino na mtotachwa anjana achwa anjala owe kuja sana wakenlom obibyo ichangana na ini chichitwa muwa mtu cha ele yo bibyo wa maana batata ya ndiyo betu tomotenda ili chichilo mbaka betu lenye tomona bibile na aile yetu akwanza aile yetu akwanza eto naona tumenu maono muto watele cho maono mbaka lwa nya ntomolondela mwene omba wezeshe betu ilongo suku twatumie ya itano mwene omba njibwe amen na nikanye bana ne bose bajumuikalo no suku ono molo wikabula bino bito mwene omba baelele bo bange pia nikanye banetu bali umaloo bwana Musa na kaskila akili ebo bange wito sapoti ono molwa nikanye bibyo na ano ale bato basatu bachakolwa baonge emu enwa ichangana na eno ya etanano tona malizano bo bochibwa baetane ano batende emu ama bibele ichangana na eno eto itwatumi ano mwene wambanjibwe longi nalenganya ibibyo yeto kamati echuba ine iyo chuba mwenyekiti msoshi wa abele achuba Marekani achiwa Musa na weto mshauri ubile mwenyekiti unalo ombola ine onga shia Canada eyo kubeto mshauri wa molo mweno kundi achiwa kaskile akili ubibyo nakanya sana ianja betu kamati na benu wacha itwa ano ichuba muchungeni yeto mwene omba tole betu bose sawa twakanya onge sana lakini tunaona pana mwai ya lumbaka mutaka twavunde imuyishina ya picha tu kidogo mbato bose ano lakini pia ole bale batu basatu batenjwa itaka mbucho etwano tongozi ubabocha ili kwa yabo kidogo ibanatendano uruga yose ile baike ili shukuru abe changivwe. Ndugu zetu, nafikiria kwamba mambo yetu yako sawa, yako vizuri sana. Kama gisi tunavyoona misaada imetoka, PayPack wamefanya yao. Hapa niko na mama, atatuambia kidogo tu kuhusiana na msaada wanaupokeaje na alijisikiaje kwanza kupewa taarifa kwamba hapa kuna misaada ambayo itatoka kwa ajili yao, na yeye akawa na utayari mkubwa sana wa kupokea taarifa na kuja kujumuika na watu wengine ili aje apokee msaada. Mama, habari? Nzuri. Tunaweza tukazungumza kwa lugha yote ile, sawa kwa sababu hii ni nani yetu, zungumza kwa lugha yetu yote ile, tutaelewa tu. Jitambulishe majina yako kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Regina Hele. Mama Regina, unapatikana kijiji gani? Mimi napatikana katika kijiji cha Pede 1/20. Baada ya vijana wako kufikia nyumbani na kukuambia kwamba leo uje ujumuike kwenye jengo hili la Ambe, kuna chochote kile ambacho kinaweza kikafanyika, wewe ulijisikiaje na ulipokeaje taarifa? Mimi nilifurahi sana kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa sitegemei kama ninaweza nikaupata msaada huu. Kwanza niseme ninawashukuru vijana wangu, niseme ni watoto wangu. Na upande mwingine niseme ni wajukuu wangu. Sijui niseme nini na nimwambie Mungu nini.
ila ninachowaombeni au ninachomwombea Mungu awasaidie kwa kazi hii mlioifanya. Sisi kama sisi hatuna cha kuwalipa, ila Mungu mwenyewe atawalipa kwa haya machache mliotutendea. Kwa lugha nyingine tuseme, kwa asili ya kwetu nasema mwicho obo owaichimo akotanga akotanga msoso na hono msoso twacha anyahano twakanyamanga twakanya tatuike totende. Tunawashukuruni sana vijana wetu. Mungu awazidishie, Mungu awazidishie palipotoka hichi, Mungu azidishe maradufu. Walioko Marekani Mungu awabariki, walioko Kanada Mungu awabariki, walioko hapa kambini Nyarugusu Mungu awabariki. Amen. Tunasema asante. Asante sana Mama Regina, Mungu hata hivyo akubariki vile vile. Vijana wa PEPAC wamefanya vizuri na tutazidi kukua nao pamoja. Hapa tutapata nafasi ya kutembelea ili tusikie baadhi ya wazee wetu ili watuambie kwa kweli misaada hii wameipokeaje. Hapa tuko na baba, tulikuwa tunatamani kamera zingemuonyesha vizuri kabisa, wakameramani wasogee ili wamuonyeshe vizuri kabisa mzee. Tuambie ni jinsi gani alivyopokea taarifa na kujisikia kabisa kwa msaada huu ambao ameupokea. Baba, habari? Nzuri. Majina yako tafadhali? Abedi Wilonja. Abedi Wilonja, unapatikana kijiji gani? Kijiji cha Jiwane. Ndio. Jiwane ngapi kwa ngapi? 9 kwa 27. 9 kwa 27. Baada ya kupewa taarifa na vijana wa PEPAC na kuambia kwamba leo ujumuike kwenye kanisa hii ya Ambe, kuna chochote ambacho kitakuja kufanyika hapa, wewe ulikipokeaje kwanza? Mimi taarifa hii nilifurahi sana. Kwanza nilikuwa bado sijajua kitakachoendelea hapo mbele. Lakini nilipowaona nikashukuru sana na nikawaambia ndio mimi nitakuwepo. Lakini waliponiambia hivyo nilifurahi sana kwanza. Nilifurahi sana. Na tena mojawapo kwa wale ambao walionifikia leo hii asubuhi tena wakanifikia. Usisahau. Usisahau kama kukumbushia. Kwa kunikumbushia. Ikaonekana kama wenyewe wananifurahisha sana na wananipa yule moyo wa mimi nifike kule ambapo wanaponiita. Na ulikuwa unatarajia kwamba utakuja kupata mchele, sabuni na sukari na beseni? Hapana, mimi sikukuwa natarajia hivyo. Ila namshukuru Mungu sana kwa yote ambayo niliyoyaona kwa leo. Kwa sababu sikukuwa na hiyo matumaini kama nitaiona au nitaipata. Watu wanaweza kutaka kufahamu haya matatizo ambayo kwa sasa hivi tunapoona uko kwenye baskeli hiki. Je, wewe ulizaliwa hivi ama ni matatizo yalitokea ushakuwa mkubwa? Hapana, mimi sijazaliwa hivi. Ndio. Ila mimi nilikuwa fundi wa nyumba. Ndio. Wakati nilipokuwa juu huko, ikadondoka hadi chini. Ndio, mpaka ikaniweka mahali kama naye. Kwa hiyo ushajaribu kufuatilia mazingira ya huduma zaidi sana, hospitali na nini, madaktari walikuambiaje? Mimi huduma wa hospitali ni hali tu ya kifedha ndio inasababisha. Lakini hospitali wananiambia eti kwamba nikijaribu tena kwenda hospitali nitakuwa vizuri, ila hali tu ya uwezo ndo unasumbua. Asante, tutakutafuta ili tupige na wewe story vizuri zaidi. Na kweli kuna kitu tulikuwa tumeshasahau. Baada ya kufanya mizunguko kwenye mahospitali, walikuambia ni idadi gani ambayo inaweza ikatimia kabisa ili huduma yako ifanyike yote? Idadi waliniambia idadi ya 1,100,200, yani 1,100,200. Inaweza kusababisha mimi nipate kupona kabisa na kurudi tena kwenye hali yangu ya kawaida. Asante. Asante, bado tunaendelea kuzungumza na kina mama na baba zetu ambao tuko nao hapa, walikuja kupokea misaada hii kwa vijana wao, aidha vijana wetu wa PEPAC ambao wameona wawasaidie wa mama zetu na baba zetu kwa wale wasiojiweza.
tujue ni nini ambacho kitakwenda kufanyika. Naenda kuzungumza na baba na yeye atuambie baada ya kupata taarifa kutoka kwa vijana wake aje ajumuike kwenye kanisa hii ya Ambe. Nafikiria alikuwa ajui, ila atatuambia. Baba, habari? Salama. Unaitwa nani? Mimi naitwa Amuri Mweleka. Amuri Mweleka, Nyarugusu unapatikana kwenye kijiji gani? Mimi napatikana VB 512. VB 512. Baada ya kupokea taarifa, wewe ulikuwa na matarajio gani? Mimi sikuwa na matarajio ya chochote. Ila uliona kwanza utimize amri ukasema acha nifike. Acha nifike kwa ile wito ambao nilioitiwa. Ndio hivi nikafika hapa. Ulivyokuja kuona kuna mchele, sukari na beseni na sabuni, wewe ulijisikiaje? Nilifurahia. Nilifurahia, nilikuwa sina matumaini ya kupata hii mchele na hii sabuni. Lakini hivi kadiri nilipata hayo, nilifurahia sana. Utawaambia nini watu wengine ambao wanaweza kuwa na makundi kama ya vijana ili wajue nini ambao watakuwa wanakifanya kwenu nyinyi kama wazee wetu? Utawaambia kitu gani? Mimi naweza washauria, asema mfanye kadiri vile wenzenu wanafanya. Wanasaidia sisi wazee wasiojiweza na wagonjwa na wengine wanatusaidia, na nyinyi mfanye hivyo hivyo kadiri wenzenu wanavyofanya. Ya mwisho kabisa, nini unaweza kufikishia umma wanaokutazama na kukuangalia? Kama nini? Yaani chochote unaweza kuwaambia. Na wa vijana wako hao ambao wako mbele yako, ni kipi unaweza kuwaambia? Hao naweza kuombea Mungu awabariki. Hao walio huko Afrika na walio Bulaya, walio huko Canada, Mungu awasaidie wapate mafanikio mazuri ile watusaidie ingine wakati. Asante ndugu mtazamaji, ni swala letu ile ambao tuko kwenye mazingira yetu hii ya kanisa ya Ambe. Tumeshazungumza na baba zetu na mama yetu, wametuambia kile walichokipata na jinsi wanavyojisikia na furaha moja kwa moja na kujisikia kwamba wako vizuri zaidi. Pale. Haya, ananiambia nizungumze na kaka hapa naye atuambie mazingira yakoje. Bro, mbona kama unanitisha hivyo? Nisikae. Naona kama hujanikaribisha bro. Nikae. Haya, mimi nilikuwa nimeshaogopa. Kwa hiyo nijisikie huru Asante sana. Mambo yanasemaje? Poa. Amani lakini. Amani. Naona kama unatulia sana, kaksi nyingi, sijue shida nini. Uko fresh tu. Niko fresh. Kifuraha kiko ndani? Ndani kabisa. Maubwabwa leo watu wataufinya nini? Yaani tutaufinya. Kama kawaida? Kama kawaida kabisa. Basi watupie majina yako hapa, naona watu wanataka wakufahamu vizuri sana. Kwa majina naitwa Victor Saidi Barwani. Victor Saidi Barwani. Kijiji gani hapo Nyarugusu? Atrwa. Victor, hawa vijana walivyokufikia wakakwambia bro leo tukutane hapa, wewe ulipokeaje hiyo? Kwanza mimi sio mhusika. Mhusika ni baba yangu mimi. Walivyomwambia mzee na akaona yeye hawezi. Mzee hawezi kutembea kabisa. Hawezi kabisa. Anakaa chini tu. Sio kwamba ni hawezi sana, lakini huko hawezi akafika. Okay. Na kwamba wewe umekuja kwa niaba ya mzee. Ndio. Waambie neno moja wanaokutazama na kundi nzima ya Pepack. Kwanza mimi ni washukuru. Nishukuru timu nzima hii. Kimimi binafsi kabisa nimependezwa na hili. Nitie baraka kwamba aliyeweza kufanya hii Mungu ambariki na mzidishie mengi zaidi huko mbeleni, azidi kufanya mengi zaidi kuliko haya. Haya, mzee Barwani, acha tusikuchoshe. Wanapokea na watashukuru sana kwa maombi yako. Mambo yanasemaje? Safi. Mimi si nilikwambia nitakuja kuoji? Si umekubali? Nimekubali. Basi tuambie majina yako. Mimi naitwa kwa jina ya Jampunga Mulenda. Jampunga Mlenda. Ndio jina ulipewa na baba na mama? Jampunga, wewe unaishigi wapi hapa Nyarugusu? Naishi kubede kule kwa malaika. Bede kwa malaika. Wanakuombeaga?
Wananiombeaka. Kweli? Haya, walivyofika nyumbani wakakwambia eti leo uje hapo, ulikuwa unatarajia utakuja kupewa nini? Mie kawa naambia nifike hapa ile bangelijua ndo nilijua watanipa. Kwa hiyo wewe katika maisha yako unakuwa unaishi aje kwanza? Mie mimi nakaka naishi tu pale Kubede na pale na familia yangu bangine wako pale pale wale wana tunasikilizana nao kwa sababu sio wote tuko sawa. Na ndo utaenda kuifanyia nini ndo kwanza? Ndo itaenda kufanya kazi kuchotea maji na kufanya zingine shughuli mbalimbali sababu vile kuwekeamo chakula. Champunga, wewe pale nyumbani kwako unakuwa unaishi na nani? Pale kwako pale kwangu. Pale kwangu niko siriba, niko mie peke. Uko siribateri? Niko siribateri. Sasa nani ndo anakupikiaka? Mwana nipikiaka ni mama. Jirani naye tuko naye pale. Sawa. Waambie watu kitu kimoja kuhusiana na huu msaada ambao umepata. Nashukuru Mungu sana kwa huyu msaada. Mungu atusaidie sisi wote na piga asante kwa jumla kwa watu wote. Amen. Na nini unaona kwamba wanaweza wakakuongezea ambavyo unavikosa ndani mwako ni vitu gani? Ili uambie watu watakao kutazama wajue eti Jampunga anakosa hiki na hiki na hiki na hiki, wamsaidie. Mie wanaweza kanisaidia nguo na wakanisaidia na chakula hivyo wakanisaidia hata viatu mavazi. Sawa. Kafurahia hapo kapata tena na franka ndo kwa emea. Kapata hata kaunga. Basi. Sawa, Jampunga, watu watakusikia na wamesha kusikia na wamekuona hivi. Wewe washaka kuona ku TV? Ndo mara ngapi? Hivi nafika hapa. Kama napitaka kuruninga lakini na kwaka ni problem kupenda kwenu. Sawa. Asante, huyu ni Jampunga tulikuwa tunaongea naye. Tulikuwa tunaongea naye. Nilikuwa naomba viongozi nichape na vijana, mko vijana huko. Tungechareza nao kidogo lakini viongozi hawajaniruhusu. Abedi TV, jicho la nyumbani.